Watazamaji wa Njombe TV, leo nimesafiri mpaka eneo linaitwa Kidugara Seminari, na kikubwa kilichonileta hapa ni kuja kufanya mazungumzo na mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Baraka Charity Foundation. Na bila kupoteza muda tunajiunga moja kwa moja na Baraka mwenyewe mkurugenzi, na atatueleza kikubwa hasa nini ambacho anataka kuzungumza nasi siku ya leo, lakini hapa tulipo pia ni wapi. Habari yako mheshimiwa? Salama ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Baraka Cole Isaac Chengula, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi isiyo ya kiserikali itwayo Tanzania Baraka Charity Organization. Ninayo furaha kubwa siku ya leo kuwa na Njombe TV katika eneo la Kidugara. Na hapa tulipo ni Kidugara Seminari, ambapo katika Kidugara Seminari kuna fani mbili, fani ya sekondari na fani ya theolojia. Na mimi kwa sasa niko katika fani ya theolojia. Namshukuru Mungu nilipata bahati ya kuja kumalizia mwaka wangu wa masomo wa mwisho katika kozi ya uinjilisti katika fani ya theolojia. Ndio maana nipo hapa kama sehemu ya kumaliza madai ya kitaaluma ya mwaka wangu wa 3 ya kozi ya uinjilisti. Lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Baraka Charity Organization, ambayo kwa sehemu kubwa ni sehemu ya maisha yangu, ndio maana niliamua kuiunda taasisi hii. Sawa, sasa tuambie wazo la kuanzisha Baraka Charity Foundation lilianzia wapi, na pengine historia yako kwa ufupi ikoje? Ndugu mtangazaji, kwa kifupi ninaweza nikasema kwamba Tanzania Baraka Charity Organization, taasisi hii ilikuwa kichwani mwangu na maono ya taasisi kwa muda mrefu toka mwaka 2018 nilipohitimu form 4. Kwa hiyo nimetembea nayo kwa muda mrefu kidogo mpaka 2024 nilivyoweza kukamilisha usajili katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kwa mpaka sasa hivi ninaweza nikasema kwamba sababu kuu ya kuiunda hii taasisi ilikuwa ni kwa lengo la kuhudumia jamii na kuwasaidia hasa vijana ambao wanaoishi katika mazingira magumu, lakini pia kutoa elimu ya kijinsia, kutoa elimu ya malezi na makuzi kwa watoto, lakini pia bila kusahau watu wenye mahitaji maalum. Lakini dhumuni kuu ya taasisi hii ni kupiga vita dhidi ya madawa ya kulevya. Na kwa nini kupiga vita dhidi ya madawa ya kulevya? Kwa sababu nilikuwa ni miongoni mwa wahanga niliopitia katika maisha ambayo ya kutumia madawa ya kulevya yakaniathiri kisaikolojia, yakaniathiri kiafya, na nikawa na kipindi kirefu cha kuweza kupata uponyaji kwa muda mrefu kwa kupitia matabibu. Na ninachoshukuru sana, naishukuru sana familia yangu ilinitafutia hospitali ambayo ilikuwa ni ya kiwango cha juu, Routine Mental Hospital, ambayo ndani yake na rehabilitation house ambayo inawasaidia watu walioingia kwenye madawa ya kulevya. Kwa hiyo ninashukuru sana familia yangu na watu wote walioweza kutushika mkono. Umetuambia kwa ufupi kwamba wazo la kuanzisha taasisi hii linakuja kufuatia kwa wewe mwenyewe umewahi kuwa mhanga wa kutumia madawa ya kulevya, na unataka pia kuwasaidia vijana wengine walioko huko na ambao hawajaingia wasiingie. Hebu tuambie, wewe hili lilikukuta ukiwa wapi? Ulianzaje? Lakini pia ni lini uliingia kwenye huo mkumbo na umetoka tokaje huko? Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji na ndugu watazamaji. Mimi naweza nikajibu kifupi lakini kwa kina zaidi, kwa sababu tunapozungumzia madawa ya kulevya tunazungumzia namna kijana anavyoingia katika ile makundi na kuanza kujifunza matumizi ya madawa ya kulevya. Upande wangu mimi nilianza toka mwaka 2015, 14 mwishoni. Na 15 ndio nikaa nimeingia rasmi kwenye haya matumizi. Na nina period ndefu kidogo kama miaka 7 katika matumizi. Na tatizo kubwa ambalo nililolijifunza, hasa nikijibu kwa upande wangu, mimi sio kwa sababu ya hali ya maisha ya nyumbani. Mimi ilikuwa ni kwa sababu jambo la kwanza ushawishi kutoka kwa makundi rika. Lakini jambo la pili kwangu lilikuwa ni tamaa. Unajua unapokuwa katika kile kipindi cha mwemko, cha mabadiliko, cha kubare, kuna mambo mengi kijana unakuwa na hamu ya kujaribu. Kila kitu hiki unakipenda, kila unakipenda. Mwisho wa siku unajikuta unaingia kwenye ile tamaa sasa ya kuanza kujiingiza katika makundi yasiyofaa na kutaka kuonekana kuwa na kitu fulani kikubwa zaidi. Kwa hiyo nikiweza kusema kwamba
Nilianzia Njombe, baadaye nikatanuka nikaenda Dar es Salaam, nikakaa kwa muda mrefu. Lakini baadaye ikaja shida moja, nikawa nimepata ya kiafya kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya. Mimi hasa nilikuwa na sniff cocaine, lakini pia nikaja nikatumia heroin kwa sehemu ambayo ikaja kuleta athari katika afya. Na hii ndiyo sababu moja kubwa ambayo iliyonifanya mimi kukaa kwa muda mrefu katika matazamio ya mwaka mmoja katika mabadiliko. Na namshukuru sana baba yangu, namshukuru sana marehemu hayati Baba Askofu Munga. Alikuwa ni sehemu kubwa katika kuwa na mchango kuleta mabadiliko ambayo leo hii ninashuhudia nikiwa na taasisi ya Tanzania Baraka Charity. Yeye alisema kwamba huyu mtu anapaswa kukaa kwenye matazamio ndani ya mwaka mzima ili aweze kurejea katika hali ya kawaida. Na kwa kweli ninaona iliweza kunisaidia. Nilikaa katika sober house ambayo ndani yake kuna hospitali ile ya vichaa. Na kupitia ile sober house inaitwa Rutindi Mental Hospital, ina rehabilitation house ndani yake. Na kulikuwa kuna namna ambavyo kuna activities mbalimbali mule. Kulikuwa kuna sanaa, kulikuwa pia kuna sehemu ya mifugo, kulikuwa kuna kiwandani, lakini pia kulikuwa na masehemu inaitwa kilimo, masuala ya chai. Kote huko kulikuwa kunaweza kusaidia vijana yule anayeingia pale aliyeathirika na madawa ya kulevya katika kile kipindi anachokaa. Iwe kipindi cha mwaka mmoja, iwe kipindi cha miezi 6. Yote hivyo vinamsaidia kijana aweze kurecover haraka ili aweze kupona na kurejea katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo kila institution ambazo zinadili na kumrejesha kijana, hasa kwenye hizi sober house, zina activities mbalimbali ili kuweza kumsaidia yule aliyepata shida ile ya kuathirika na madawa ya kulevya. Anapopata ile tiba, utabibu, ndipo anapopata pia tiba ya akili pia, na kuweza kuwezeshwa katika kufikiria kufanya mambo tofauti. Kwa hiyo mimi nachoshukuru Mungu kwamba katika kile kipindi nimekaa Rutindi Mental Hospital kwa takriban mwaka mmoja. Nilikuwa kwenye kikundi cha sanaa, nimeelimisha mashuleni, lakini pia nilizunguka kwenye shule kadhaa pale Korogwe. Nilizunguka pia kwenye shule ambazo zinamilikiwa na Diocese ya Kaskazini Magharibi Lushoto. Kipindi hicho Baba Askofu Munga alikuwa bado hajatoka madarakani. Kwa hiyo vyote hivyo tulikuwa tunalenga kumsaidia kijana asiingie. Na kwa upande wa taasisi yangu tuna mikakati ipi ambayo tunaweza kumfikia kijana ili aweze kutoka kwenye hiyo hali ya matumizi ya madawa ya kulevya na kurudi katika hali ya kawaida. Mimi nafikiri mpaka nimetoka kule ilikuwa ni nia yangu mwenyewe ya dhati ya kutoka. Na uthubutu wa mzazi kuamini ile nia. Japo ilikuwa katika, tunasema kwamba ilikuwa ni, unajua ukipata mzazi anayekupa kila nafasi, second chances, inabidi umshukuru Mungu. Akikupa second chance, inabidi itumike vizuri. Maana anasema kwamba bahati haiji mara mbili. Inapokuja bahati, itumie vizuri kwa lengo la kuiokoa future yako ya baadaye. Kwa mimi nafikiri kwamba nilikaa kwenye ule muda na nikapitia mgumu ule, lakini mwisho wa siku leo hii nimekuwa mtu kati ya watu. Leo ninamaliza masomo yangu ya kuhitimu ya uinjilisti, lakini pia nikiwa tayari nimetimiza na lengo langu na kusudi moja la kuendesha hii Tanzania Baraka Charity Organization. Wakati wetu kwa sasa tunataka tuanze katika mkoa wa Njombe. Na huu mkoa wa Njombe ndio sehemu kubwa ambayo tunafikiri kwamba tukiadvocate to eliminate this drug abuse issue katika mkoa wa Njombe inaweza ikawasaidia wao kuweza kuifumbua macho jamii kujua kwamba hili tatizo ndani ya mkoa wetu lipo na linahitaji zaidi umakini na uangalizi. Kwanza kabisa tunaona kwamba katika mkoa wa Njombe tuna hawa mnaita watu wa mizigo, wapiga debe, lakini pia kuna watoto ambao wako mashuleni. Kuna mambo mengi yanatokea. Na sasa ukiangalia sasa mtu anapoingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya anapata athari nyingi sana. Lakini katika chache tunaona kuna mambo mengi, anaathirika pia kiakili, anaathirika pia kiafya, anaathirika katika uwezo wa kufikiri unashuka, lakini utendaji. Na hasa tukiangalia kwa sasa hivi wanauliza hivi kweli watoto wa kike wanaingia kwenye madawa ya kulevya? Ni kweli watoto wa kike wanaingia kwenye madawa ya kulevya na wapo. Ila kinachomzuia kumtambua mtoto wa kike na wa kiume ni kitu hichi kimoja. Mtoto wa kike ni msafi. Mtoto wa kiume ni mchafu. Yaani kuna mabadiliko fulani anakuwa nayo ambayo yanaonyesha kwamba huyu mtu anatumia madawa ya kulevya.
Kwa sasa hivi tunachoshukuru Mungu, tumekuwa tumepambana, tumeunda vipindi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi hasa wa mkoa wa Njombe. Unajua, na siku ya kwanza unapoingia kutumia, unajiona kama uko katika ulimwengu ambao wakufikirika zaidi, kwamba mimi ni mtu fulani, naweza nikafanya mambo makubwa zaidi. Wewe ni wewe, mwamba fulani, utajivimba 5 kama wewe ni mtu mkubwa sana. Na kwa mara ya kwanza unaweza ukaona kajaribu, lakini utakoa, utafanya nini? Lakini kadri unavyoendelea kujaribu kutumia, ni kadri namna baadhi ya nasema nini, zile namna mwili unavyopokea na kuwa used to drug itself. Na kama mtu anaye sniff, unapojaribu mara ya kwanza utaona kweli hii kweli ni morali kweli inapanda kweli, lakini mwisho wa siku ile morali inakuwa ya muda. Lakini baadaye sasa unapojaribu siku ya pili, siku ya tatu, baadaye ukaizoesha tayari kama ni tabia yako, tunaona kwamba inazalisha kitu kinachoitwa arrosto. Kila mtu muda wote anakuwa na arrosto ya kufanya hivyo. Na hiyo inatokea hasa kwa mtumiaji wa heroin anayejidunga. Hiyo inakuwa ina hatari sana katika maisha ya kijana. Kama mtu ametumia heroin siku ya kwanza, ya pili, baadaye ka adapt akawa ni tabia yake ya kila siku, siku atakapokuja kuikosa kwa takriban miezi miwili, anataka kujidunga nini hiyo syringe ya heroin, anakuja sasa, unakuja mkuta kwamba anaweka nyuzi ile zile nyuzi anazipitiliza, anaweka katika kipimo ambacho kinakuwa kimezidi kiwango ambacho kinaweza kikaathiri maisha yake, uhai wake, afya yake, na muda mwingine kikasababisha mpaka kifo. Unakuwa una ujasiri sana, alafu unakuwa una hofu inatoweka, lakini pia matokeo yake pia unaona hakuna kitu chochote kinachoweza kukuzuia kufanya jambo. Kwa hiyo tunaona kwamba hiyo ndio sababu kuu. Mimi hapa ni ujasiri, na nilipata ujasiri, na nilikuwa ninaamini kwamba hakuna mtu anayeweza kunizuia kufanya kile ninachokitaka. Na nakumbuka kwamba nilikuwa nafanya zile biashara kwa muda mrefu kidogo, lakini mwisho wa siku nikaona baada ya yale mabadiliko ya kiafya yalivyoanza, nikaona kuna haja ya kutoka, kwa sababu nilikuwa na nia ya kutoka. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kila kitu mtu anafanya kwa kusudi. Mimi nilifanya kupata ujasiri. Wengine wanatumia madawa ya kulevya kwa lengo la kuiweka akili iwe active muda wote katika utekelezaji wa majukumu fulani. Ndio maana unaona kuna baadhi ya wengine, walimu wengine kwenye baadhi ya shule, hawawezi kukaa bila kunywa pombe, ndipo aingia wapi? Darasani. Hapa anaona kwamba material yanashuka zaidi. Kuna vijana wengine wanatumia bangi ili waweze kufanya ni wale makuli ambao wanasema wabeba mizigo. Wanatumia bangi ili waweze kuweza kubeba ile mizigo vizuri, wawe na morali ya kufanya kazi kwa nguvu. Kwa hiyo hivi vyote kila mtu anatumia on purpose. Mwingine anatumia katika kuiweka akili yake iwe active katika kufikiri muda wote ili aweze kutimiza lengo fulani. Kwa mimi nilikuwa natumia nipate ujasiri wa kutenda kazi ya kusambazaji, lakini pia akili yangu iwe active. Lakini kila mtu anatumia kulingana na matakwa yake. Kwanza kabisa kuna vitu vingi ambavyo vijana wanapaswa kuvifahamu, kutunza haiba yao. Lakini pia sio tu haiba, namna wanavyo interact na watu. Hiyo ni jambo lingine. Wanavyo interact na watu wawe na mipaka. Mimi sikuwa na mipaka katika interaction na watu. Na hicho kitu ndio kilichonifanya niweze kutoka hata nje ya mkoa wa Njombe. Tunaweza tukasema kwamba tunaweza tukawa tumesoma international schools, lakini pia tunaweza tukasema kwamba tuna lugha ile nzuri ya kuslide Kiingereza kinachoweza kuwashawishi watu mbalimbali kuweza kuwa admired na kile unachokifanya. Lugha ile unavyoizungumza, ukisimama on the stage, ukifanya hiki, ukifanya kile. Unajua hawa marafiki wote wasiofaa, makonderika, tunatoka nao toka tunapokuwa mashuleni. Na kadri unavyozidi kukua unakutana nao na wengine ambao wanapata historia yako. Wewe unapokutana hana makonderika yasiyofaa, wanapokushawishi, watakapokupeleka mahali, wanasema dogo unafaa kweli. Kisimamo ukizungumza kile Kiingereza, kwanza tunaangalia lugha. Kwa wakati ule walikuwa wanaangalia lugha, lakini pia miaka, lakini kwa wakati ule tulikuwa tuna mambo mengi. Nakumbuka kipindi kile tulikuwa tuna mapanya roads pale Dar es Salaam, lakini pia tulikuwa vikundi vidogo vingi tulikuwa tunavitumia vya watoto wa mitaani. Lakini vyote hivyo mimi nilitoka huku kwenda kule
kwa lengo la kuweza kusimamia ile biashara iweze kwenda vizuri. Nakumbuka wakati ule. Lakini sasa ilikuwaje? Mimi siwezi kukueleza kwa sababu kila kitu hapa tupo kwenye kuelimisha, ili tuweze kumsaidia kijana huyu ambaye leo anapokuja kusikia ushuhuda ajue kwa sehemu kwamba kuna madhara haya. Mimi kutoka huko eh? Mimi kila mtu anasema kwamba saving ni kitu kikubwa. Na mimi nikisema kwamba upande wangu hela za matumizi za shuleni nilikuwa nazitumia kama sehemu ya kutoka mahali fulani kwenda na kupata kile ninachokitaka. Na pili, nilipokuja kukutana na wale wenye level za juu zaidi, hiyo kitu ikaja kunipa msukumo kidogo wa kutaka kupata vingine vya juu zaidi. Ndio maana nilipopata kuanza kula zile za chini, nikaenda kutafuta sasa zile za juu. Sasa kutafuta zile za juu zina gharama yake. Ndio maana nikatoka huku nikaenda Dar es Salaam. Na kwa kifupi mimi O level nimesoma shule 5. Nilimsumbua sana mzazi. Shule 5 nachokikumbuka. Shule 5. Lengo kuu kila level unayotaka kupanda kila mahali. Hata unapokuwa umeajiriwa, uonekane wewe unafanya kazi kwa ubobezi na umahiri. Lazima utembee katika hizo ngazi za utendaji wa kazi. Mimi nikisema kwamba hakuna stendi yoyote iliyopo katika nchi yetu ya Tanzania isiyonifahamu. Na nikisema hivyo, ninaweza nikasema kwamba kwa kifupi tu, naweza kusema kwamba kuhusu mimi kufanya hii biashara ilinifanya nijifahamike na nijulikane na watu wengi. Hasa hawa madalali wa mabasi, lakini pia watu wengi tulifahamiana. Lakini kuonana na wafanyabiashara wakubwa wa madawa ya kulevya, hilo ni jambo lingine. Unajua business is business. Unapofanya business lazima utunze hali ya siri kwenye business. Kwa hiyo kila mahali, mipaka ya Tanzania niliwahi kufika mpaka wa Kenya, wa Lugaruga na Manga, Kenya pia nimefika. Lakini pia nimewahi kufika mpaka wa Zambia na Tunduma nimefika. Nimewahi kufika mpaka wa Malawi. So kote huko nimefika, mpaka wa Zambia na Tanzania, mpaka wa Malawi na Tanzania ni kote nimefika. Sijawahi kuvuka. It's a long story kwa kweli. Kwa sababu watazamaji wanachopaswa kufahamu, siku zote kila kitu chenye mwanzo, kila kitu chenye mwanzo kina mwisho. Na mimi kama mimi nilipoona zile athari, nikaanza kuonyesha nia ya dhati ya mabadiliko. Na nakumbuka shule yangu ya 5 ilikuwa ni iko Dar es Salaam. Na hiyo shule ndio iliyonifanya niwe wazi. Kwa sababu nakumbuka nilitoka kuuza madawa ya kulevya ule usiku mzima, nikaenda mpaka Kinondoni Biafra kwenye pub moja maarufu kidogo pale samaki. Ninaporudi niliibiwa vitu vyangu vyote na hela zote. Nikakodi pikipiki bila kulipa. Nilinusurika kifo. Yaani hiki kitu mpaka kesho siwezi kusahau. Nachoshukuru kwamba kuna mama yangu ndiye aliyenisaidia, kwa sababu nilimpigia baba, nilimpigia nani, simu zao zote zilikuwa ziko busy na network ilikuwa busy, lakini nilimpata mama ndiye aliniokoa kwa kile kifo, nakumbuka vizuri. Lakini vyote hivi nimeona nimenusurika kifo, na iona Israeli ile pale, nia ya dhati iliumbika ndani kusema sasa hapa ina haja ya kufanya hivi. Hata uwezo wangu wa kuwa active darasani ulianza kupungua kwa sababu ile hali ya usingizi, kwa sababu nishaingia katika hali ya juu. Napouza madawa ya heroin bila kuwa sehemu ya kuitest hiyo heroin kama inafaa. Sasa mimi heroin na mimi na mwili wangu ni kitu kingine tofauti. Unapoendelea kupanda grade kufanya biashara na watu wakubwa, lazima na viwango vya matumizi ya madawa ya kulevya pia unafanya endelea kupanda. Kwa hiyo unapotumia, kama unafanya biashara ya heroin, lazima ufanye nini? Jaribu. Sasa unawezaje kuuza wakati kujaribu kitu hicho unachokifanyia biashara? Kwa hiyo sasa ninapoingia kwenye matumizi ya heroin, ndicho kilichokuja kuniletea athari kubwa.
sababu kwa wakati ule nakumbuka nilikuwa nimetoka kwenye matumizi, na hasa actually kwenye ile familia niliyokuwa na shirikiana nayo, na katika ile familia nimekuwa nayo kwa muda mrefu, na nimekaa nayo kwa muda mrefu. Unajua ukiwa mwaminifu sana, kiherehere sana, lazima kuwepo na watu kutaka ku take over madaraka. Kwa hiyo ninakumbuka kipindi hicho ndio kilitokea hicho kitu, ndio maana nikatokea hivyo. Na nilitoka kule, sikuwa na ulinzi, sikuwa na chochote. Sababu nilikuwa nishafukuzwa. Alafu na kipindi hicho nakumbuka nilikuwa nimetoka hapo sana, nimepigwa na kupigwa. Lakini nilibiwa vile vitu, nilipigwa, nilivimba mguu, nakumbuka vizuri kabisa. Nikarudi sasa nikakutana na mdogo wangu. Yote haya yananionyesha kwamba jamii ya sasa hivi ya Tanzania tunahitaji kuiangalia katika kumsaidia kijana. Kijana wa kiume ndio kiongozi wa kesho na baba wa familia ya kesho. Kijana wa kiume, kuna kila sababu serikali hii ya awamu ambayo sasa tuko katika kipindi cha uchaguzi ya awamu ya 6 inapaswa kuiangalia vizuri kijana na kumwangalia namna ya kumkomboa kijana wa kiume. Ya kulevya naweza nikasema kwamba yana madhara mengi, na familia zinazokumbwa na vijana wanaoingia kwenye madawa ya kulevya wanapitia mengi. Lakini kitu kikubwa, wasimkatie tamaa mtoto au yule kijana aliyejiingiza huko. Kuna wengine sasa tukiangalia, tulikuwa Njombe siku moja tukakuta vijana wadogo sana, mwingine darasa la 6, mwingine darasa la 7, wameingia kwenye matumizi. Wameingia kwenye makundi yasiyofaa, wanaanza kutumia masuala ya kuchukua vyuma chakavu kwa sababu ya shilingi 1000. Mpaka watoto wa kike wanaingia kwenye nyumba ndogo, wanaingia wananyiliwa ile kwenye nondo, wanapindisha vichwa, wanachukua vile vitu. Yote hivi ni kwa sababu malezi, msingi wa malezi. Na msingi wa malezi katika jamii, mtoto wangu mimi na wako, kama ndugu yangu mtangazaji, ukimwona mtoto wangu ameharibika kimaadili, una haki ya kufanya nini? Kumkanya na kumuonya. Lakini kwa jamii sasa hivi, niseme kwamba mimi nina mtoto mfano, ukamkuta mtoto wangu kule ukamchapa, unafikiri mimi nitakuangaliaje? Nakwambia kwamba unanifundisha mimi kulea, unaona kama mimi sijui. Sasa ile kitu ina athari katika makuzi ya watoto kiasi kikubwa. Na ninaweza nikasema kwamba kwa jamii nzima, swala la malezi na makuzi kwa watoto ni jambo la muhimu sana. Lakini pia hata kwa upande wa serikali, katika ile ngazi ya ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, lakini pia na ustawi wa jamii, waungane pamoja kuweza kupita katika hizo shule zilizopo, kutoa semina mbalimbali kwa wale watoto juu ya malezi na makuzi, waweze kujitambua, mimi ni mtoto wa kike, nina mambo gani. Sababu sasa ukiangalia kuna elimu hii ya kuhusu masuala ya hedhi salama zinatolewa, ili mtoto ajitambue kipindi cha mabadiliko, si ndio? Na kama hizi hapa zote hizi zinatolewa, lakini hata haya mengine mtoto pia anapaswa kufanya nini? Kuwa karibu. Kama taasisi ya ustawi wa maendeleo ya jamii wakiwa karibu na hawa watu wa mashuleni na hawa watu wa masuala ya taasisi ya elimu, wakiwa karibu, wakifanya kazi pamoja, inaweza ikawasaidia kuweza kufikia lile kusudi ambalo wanataka kulifikia. Katika malezi ya Sober House ambayo niliyoipata, inaitwa Lutindi Mental Hospital, iko Tanga. Unashuka Msambiazi, unaingia ndani huko. Iko Tanga, Msambiazi. Kuna kijiji kimoja kinaitwa Lutindi. Niliipata kupitia family friends ambao baba aliweza kuwa na ushirika nao katika mambo mbalimbali. Alipokuwa anatafuta Sober House nzuri katika East Africa, hasa katika Tanzania yetu, kaonekana kwamba the second was Lutindi Mental Hospital, ambayo ndani yake na rehabilitation house ya kumsaidia mtu aliyeingia kwenye madawa ya kulevya. Kwa hiyo nikapata. In East Africa is the best one. It's the best hospital in East Africa. Kwa hiyo nikaipata. Na nikaenda kupitia baba askofu marehemu baba askofu Stefano Ismail Munga. Yeye ndiye aliyetuunganisha na matabibu wa pale ambao wanawalea wale watu ili waweze kurejea katika hali halisi. Kwa hiyo ninachoshukuru, kwa mara ya kwanza ninapoenda kule, tuseme kwamba ile ni jela ndogo la matengenezo ya tabia.
Nikisema jela dogo la matengenezo ya tabia ni kwa sababu unakuwa sehemu ambayo uko mbali na familia, uko sehemu na mji, na iko mbali kweli kwenye na mji kabisa. Ukifika pale Msambiazi unaingia ndani huko kilomita kama 50 hivi ndani kwa ndani unaenda huko. Na huko unakaa wewe na watabibu wako, unakula kwa kengele, una muda wa dawa, una muda wa chakula, muda wa kuoga, mnaendeshwa hivyo. Na unapofika siku ya kwanza unaarifiwa vitu vitengo vilivyopo pale na activities zote. Na unapokuwa mgeni kwa mwezi wa kwanza unapokaa pale huruhusiwi kutoka nje. Kwa hiyo akili inakuwa dormant. Kwa hiyo changamoto nyingi nimezipitia. Lakini ninachojivunia hasa ili ni build character yangu ya kuwa na mtazamo tofauti wa kutaka kuwa sehemu ya kuwabadilisha wengine kwa sababu ya kitengo kile cha sanaa kilichopo pale nilichojiunga nacho. Nakumbuka tulitembea kwenye shule nyingi. Ile ili build spirit yangu ya kusema ninataka kuwa na taasisi ambayo itakayowafikia vijana na nataka niwe sehemu ya maisha ya wazazi wanaopitia shida ambazo baba yangu alipitia huko nyuma, zile changamoto. Kwa kweli kuingia ni rahisi, kutoka ni ngumu. It took me like 1 year. So ndio maana nikaiunda hii taasisi ili niweze kuwasaidia vizuri vijana. Kuna wengine tulikuwa nakumbuka wakati ule Chidbenz alikuwepo, Miriam Joram, Jini Kabura walikuwepo, lakini pia walikuwepo wakina Nanyele. Hawa watu kutoka Somali, watu wengi wanaendaga pale. Yaani tuseme kwamba katika East Africa ile it is the second hospital ambayo iko vizuri. Kwa hiyo inapokea watu kutoka sehemu mbalimbali mpaka Kenya, kila mahali wanaenda kutibiwa pale. Ili kwa sababu inafahamika katika malizi yake na makozi na activities zilizopo pale. Zinaweza mtu anapotoka anaweza kuacha kabisa. Sasa kuna wengine wanaingia, wanatoka, afu wanarudi. Kulingana gani? Bado hawajapata ile sehemu ya kujitambua, ya kuweza kujisaidia wao kama wao, kwamba kweli nina sababu ya kunini, ya kubadilika na kutembea. Kwa hiyo ile nia ya dhati ya mtu kujitambua, kutaka kutoka katika hatua moja kwenda nyingine ni wachache sana, ambao wanakuwa hawawezi, wanaona kwamba wakikaa kule kwenye ile isolation na jamii inayomzunguka wanaona kule ni bora zaidi kuliko kurudi nyumbani. Gharama zipo. Na hii gharama mimi mpaka sasa hivi siwezi kusema nilitumia milioni ngapi. Kwa sababu ukiangalia tulikuwa tunalipa 280,000 hivi kwenye hospitali. Hiyo kwa mwezi mmoja. Na kama kwa mwezi mmoja mara miezi 10 unaweza kupata idadi ya fedha niliyoitumia. Na ukiangalia gharama zote za pale na vitu vingine, kwa hiyo inategemea. Kwa sasa milioni zinafika, lakini anayefahamu vizuri ni yule aliyekuwa anatoa fedha. Ilikuwa ni milioni ngapi? Lakini ninachokumbuka kwamba ni 280,000 hivi. Mimi naweza nikakujibu kifupi. Mtu anayeuza madawa, kuna yule anayeuza tu, asiwe drug addict, ambaye hajaathirika. Na yule ambaye anauza ni drug addict. Sasa mimi nilianza na kuuza bila kutumia. Sasa unaona tofauti. Wala kosa haikuwa rahisi hata nyumbani kunitambua. Lakini nilipoanza kuingia na kutumia, kuna viashiria fulani hivi vinaonekana. Kwa hiyo matumizi mabovu ya fedha, sijui kusababisha kuchukua vitu fulani na hapa. Na uzuri kwa Mungu ninachoshukuru kwamba kila kitu nilichokuwa nakifanya nachukua nyumbani. Nichukua nyumbani, naenda nafanya hiki, nafanya hivi. Lakini mwisho wa siku kuna vitabia fulani mtu anakuwa navyo, wizi mdogo, udokozi na vitu vingine. Kwa hiyo vitu hivi vyote mabadiliko tunaona ya kiafya, yani afya, lakini pia hata usafi unashuka. Na kwa yule ambaye yuko katika ranki kubwa ya uuzaji, lakini anatumia huko anatumia huko anauza, ni tofauti pia kumgundua kulingana na namna ya chakula anachokula. Unajua chakula pia kinachangia kutunza haiba ya mtu.
kila vizuri na vitu kama hivyo. Tanzania Baraka Charity ina historia ndefu kama nilivyosema. Hivyo timu mwaka 2018 form 4 kuna ile shule ya sekondari Bangala Lutheran Junior Seminary, na wakati huo nimekaa sana na marehemu Baba Askofu Munga pamoja na katibu mkuu ambaye kwa sasa ameachia ngazi ni James Mwinuka mchungaji. Nikawa ninauza wazo, mimi nataka niwe na foundation, nataka niwe na vipindi, natamani niingie kwenye sanaa. So nilikuwa nina ile pressure kubwa ya kutaka kitu fulani. Lakini ukiangalia kile unachokitaka unaona kama ni hiki nikikishika nitapata. Lakini mimi kwa upande wangu mzazi alikuwa anatamani niendelee na shule. Na mimi kwa upande wa shule nikasema elimu ya form 4 inatosha. Nikatamani sana iwe hivyo. Nishaanza. Tanzania Baraka Charity Organization kwa kweli mpaka sasa hivi tumefikia wengi. Tumefungua clubs kwenye shule ya Livingstone English Medium School. Tuna club yetu pale na tunatoa elimu ya malezi na makuzi. Tunatoa masuala ya watoto kuweza kuwa na uwezo wa kujitegemea hasa katika study za maisha tunafanya pale. Tunachoshukuru kwamba uongozi wa Livingstone pia wa English Medium School imeweza kutusaidia. English Medium School imeweza kutusaidia sana kwa sababu tumeona impacts ya watoto na walivyopokea yale elimu na malezi wanayoyapata kupitia mafundisho ya mtaalamu wetu Christian Mlelwa, na pia zile study za maisha, study na kazi za nje na vitu vingine. Sababu tumeestablish club ya elimu hiyo ya kupiga vita dhidi ya madawa ya kulevya, kutoa elimu zaidi kwenye jamii. Lakini pia tukaestablish pia na club nyingine ambayo ni ya mazingira, ambayo inajishughulisha zaidi kuwasaidia watoto waweze kujifunza masuala ya kilimo, na ile miradi iliyopo pale kwenye ile shule watoto wawe na uwezo wa kujifunza na kujua kwamba hapa inabidi nifanye hivi, kutengeneza bustani kidogo wanatengeneza na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna club nyingine ya mapishi, japokuwa kwa sasa hivi bado haiko active kulingana na professional ya mtu ambaye ndani kwa taasisi yetu tulikuwa bado hatuna. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia hizo clubs zote ziweze kuwawezesha wale watoto katika mazingira ya shule ile waweze kufikia malengo yao, sio tu kupata elimu tu ya darasani, na study za maisha pia wapate. In wide scope yangu mimi natamani nifanye international aid na hiyo ya kimataifa, na kwa sasa hivi ninachoangalika zaidi kufanya kwanza ndani ya nchi yangu kwanza, na kama ninafikiria iwe kimataifa lazima niangalie kuna gharama pia. Kila kitu akipo, kunaweza kuwa na maono mazuri makubwa na ndoto kubwa za kuzifikia, lakini kila kitu kinahitaji hard working. Lakini jambo la pili, humbleness. Ukiwa na humbleness ya kutosha. Lakini pia jambo lingine ni kumtumaini Mungu. Sababu vyote hivi vyote vinabebana. Kuwa na maono mazuri ni jambo lingine, lakini pia usipokuwa mtu wa kujishusha na kunyenyekea katika kupata kile unachokitaka ni jambo lingine pia. Lakini pia usipomcha Mungu na kumtegemea ni jambo lingine. Kwa hiyo tukiangalia kwa sasa hivi kwa Tanzania Baraka Charity tunatamani sana tuweze kuwafikia zaidi ya vijana 2000 na kuendelea. Hiyo ndio ndoto zetu. Lakini kwa wide scope tulioianza toka tumeanza mwaka jana mwezi wa 10 mpaka sasa ni mwaka mmoja, tunaona namna changamoto tunazokumbana nazo zinatuimarisha kusimama na kusonga mbele. Na hata katika wide scope ambayo tumeifikia sasa hivi kuielimisha kupitia social media, hiyo ni jambo moja kubwa sana. Nashukuru sana Mungu hizo redio zilizotupokea vizuri katika mkoa wa Njombe. Linatutengenezea jina, tunaanza kufahamika. Hata siku tukitembea barabarani, tunaambia wewe ni fulani. Nasema mimi ni fulani. Nasikiaga nyinyi Tanzania Baraka Charity Organization mahali fulani. Hiyo inakuwa inatupa sisi moyo wa kuweza kutupa nguvu. Kama jamii ikikupokea vizuri,
inakuwa ni jambo la heri. Kwa kuwa jambo hili mnalofanya ni la jamii Hmm. na linahusisha watu, labda mmefikiria kuomba pesa kwa wafadhili au kuomba miradi kwa wafadhili, kufikiria hilo? Kwa taasisi yoyote inayoanza, ili kuweza kufika madai ya kuweza kupata wafadhili wakubwa, lazima kuna baadhi ya mambo muweze kuyakamilisha kwanza. Na tuko kwenye hizo hatua za kukamilisha yale mambo ya msingi. Kisha kamilisha hayo, kwa sasa hivi tunatafuta partners katika nchi ya Tanzania hii. Tunatafuta partnership na baadhi ya watu. Partners ambao watakao kuwa ni long lasting partners, sio for short term partners. Namshukuru Mungu nilipata Sky International TV kama partners wangu katika kufanya hii kazi. TV ambayo iko Dodoma kwa sasa hivi. Ambapo kwa sasa hivi tulikuwa tuna mchakato wa kuandaa kampeni ya kumkomboa mtoto wa kiume, ambayo ndani yake tutakuwa na Sky Marathon. Lengo kuu ni kumsaidia mtoto wa nani? Wa kiume. Ili serikali na taasisi zingine ziinuke kuona kuna mchango mkubwa wa kumsaidia mtoto wa kiume. Kwa sababu kwa nini nasema hivyo? Mtoto wa kike ishatengenezewa mazingira. Sasa hizi anafanywa promotion tu. Mtoto wa kiume amefanya nini? Amesahaulika. Hata ukiangalia katika ndoa nyingi hakuna urari mzuri wa ndoa. Kwa hiyo kuna kila sababu mtoto wa kiume afanywe nini? Kusaidiwa. Sawa. Lakini ukiachana na masuala ya madawa ya kulevya, ni vitu gani vingine ambavyo Baraka Charitable Foundation inafikiria kufanya? Kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu kupitia walezi wetu. Tuna maeneo na tunataka tuanze kujenga misingi katika hayo maeneo na tuweze kuestablish kitu. Kwa mfano kujishughulisha na kilimo, kujikita kwenye kilimo, lakini pia kuanza kujenga kituo rasmi, lakini pia kufungua matawi. Ila unapofikiria kufungua matawi, tawi haliwezi kufunguliwa kama sehemu uliopo bado hawajakutambua. Lakini pia hii sababu ya pili kufungua tawi la pili inatokana kwa sababu ya taasisi tulioipata ya habari kule Sky TV, International TV. Tufungue Dodoma pia tawi, ili tuweze kufanya vizuri kulingana na uhitaji wa jamii ya Dodoma yenyewe. Kwa sababu Dodoma pale kuna mambo mengi. Nishawahi kualikwa nikafanya seminar katika shule 4, Ihala Sekondari, Mpwapwa, alafu na shule nyingine Mount Igovi, na shule moja ya private nimeisahau, kupitia msaada wa afisa elimu wilaya, afisa Benedetta. Kwa hiyo ninajua hii changamoto ya madawa ya kulevya, lakini pia mmomonyoko kwa maadili, lakini pia namna vijana wanavyokumbwa na masuala ya malezi na makuzi. Sasa hivi mtoto wa kiume sasa ukimwangalia unaweza kusema mtoto wa kiume, lakini jioni anaenda kufanya mambo mengine. Kwa hiyo hii inakuwa haileti picha ya kulinda desturi na tamaduni ya nchi yetu. Una ndoto ya kuja kuwa na sober house? Yaani nayo, kwa sababu tayari eneo lipo, lakini hilo eneo hatuwezi kulianza kama bado hatujajengea misingi vizuri ya kiuchumi. Maana kwambia kuna baadhi ya vitu tukikamilisha vya msingi ili kuweza kupata ile ngazi ya kuweza kupata wafadhili wakubwa, tunaweza tukafanya. Lakini mimi nafikiri kwamba katika kuanza na haya tulionayo kwanza, na hili swala la Sky Marathon na kampeni ya kumkomboa mtoto wa kiume ilisimamishwa kulingana na mbunge wa Vawawa Mheshimiwa Jafet Asunga alikuwa yuko kwenye kampeni, lakini pia namna ya uratibishaji wake yanahitaji maandalizi ya kutosha. Kwa hiyo tuliamua tusimamishe kwanza, mimi mwenyewe ni timu kwanza masomo yangu, ndipo sasa turudi na tuanze upya, tuone tunaanzia wapi, tunaenda wapi. Tunapoanza na partners huyu mmoja tuliyempata, tuhakikishe tunafanya nini? Tunafika mwisho, ndipo tuanze kuingia kwenye hatua zingine za kuendeleza mambo. Kwanza kabisa naweza nikasema kwamba nia kumtumikia Mungu, kitu cha kwanza kinaanza na nia ya ndani. Pili, uthubutu. Ni neno kubwa ambalo nataka niwaachie vijana wenzangu. Nia na uthubutu. Mimi kwenda kumtumikia Mungu, nakumbuka safari yangu ilianza nikiwa Zanzibar. Wakati kipindi hicho nilikuwa ninatamani kufanya, nilikuwa nina jambo ambalo linanikereketa moyoni na mzazi. Mgogoro wa nafsi ndani na mzazi ambao nilikuwa natamani sana kwa wakati ule niwe na taasisi. Nakumbuka hiyo ni 2021. Nilikuwa nasoma diploma ya mifugo. Na nikaanza kumwambia mzazi kwamba nahitaji kuwa na taasisi. Ninafuata njia zipi, nifanye kipi?
Kwa hiyo nilikuwa nina pressure na nina hiyo passion sana toka muda. Lakini baadaye nilipokuwa nimeenda Zanzibar, unajua ukiwa Zanzibar una vitu vingi unajifunza. Kila mahali kuna mila na desturi yake na hali ya mazingira ya maisha wanapoishi watu. Namna watu walivyonipokea, lakini namna watu wanavyoshuhudia maisha yao, hiyo pia ilikuwa inachangia pia kunisaidia mimi kurudi na kushuka na kumuomba Mungu na kunyenyekeza. Nakumbuka mimi safari yangu kubwa ya kutumikia Mungu ilianza nikiwa Zanzibar. Na hiyo niliporudi Tanzania bara, nikaenda kwa ushirika mmoja unaitwa ushirika wa Kinzudi, chini ya mwinjilisti mmoja anaitwa Godfrey Muhina. Yule baba alinipokea, alinisikiliza, nikaeleza ile passion yangu na feeling yangu ya kwamba hapana, ninatamani nimtumikie Mungu ili niweze kuwa sehemu ya kuwabadilisha vijana ndani ya kanisa na hata katika jamii zinazo wazunguka pia. Unajua siku zote unapokuwa unataka kuwafanya kitu kikubwa ambacho kina maono ya kuwafikia watu wengi bila maarifa ya Mungu, ni sawa na kazi bure. Kwa hiyo niliona kwamba kupitia kupata maarifa ya Mungu, Mungu anifundishe, anibadilishe kwanza yeye. Na ninapoenda kusoma chuo cha Biblia na Theolojia Mwika 2022, baada ya kupata ile nafasi, mzee aliposema kama umeamua kweli kusoma, kamtumikie Mungu kwa uaminifu. Japo bado ndugu wengine hawakuamini, bado wengine walisema kwamba kama ni Mungu alimuita, ngoja tutaona. Kila mtu alisema mambo yake. Lakini nakumbuka ninapoenda kwenye utumishi sikujua gharama ya kumtumikia Mungu. Na sikujua gharama ya kujitolea nipi. Kwa hiyo nilipoenda kujifunza, kwa sababu nilikuwa na ile nia ya kwamba maono yangu yaweze kufika katika ile hatua fulani ninayoitaka, na maono yangu ya taasisi yangu yaweze kufika. Kwa hiyo nilijitoa zaidi kuingia kumtumikia Mungu ili kupata maarifa ya Mungu yaweze kunisaidia kunijenga mimi binafsi kabla sijatoka kwenda kwa kioo kwa wengine. Unajua watu wengi tunaibuka tunaenda kuwajenga wengine, lakini wewe mwenyewe hujajengwa kwanza. Baada nilikuwa nimerudi napata medication, nimemaliza, baadaye nimekaa nikaenda Zanzibar. Kwa hiyo ilikuwa ni muda mrefu sana. Nikati nasoma mifugo diploma. Kwa hiyo baada ya hapo niliporudi nika switch, sikwenda kuendelea tena kwenye mifugo, nikaingia moja kwa moja kwenye utumishi kulingana na ile passion ya ndani. Sababu Mungu, mimi kama passion yangu ya ndani niona kwamba wito wangu ni kwenda kumtumikia Mungu. Na kundi kubwa ninaona kwamba wenda Mungu anakusudi ya kwamba nije kuwafikia maelfu ya vijana. Niweze kuwa inspire vijana wengine waweze kutambua umuhimu wa wao kuwepo hapa duniani kulingana na maandiko matakatifu yanavyosema kwamba nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu nyingi ya kumshinda nani? Yule muovu. Kwa hiyo sasa inawezekana mimi nilikuwa ninaandaliwa na kupitisha hizo safari zote. Nilikuwa naandaliwa. Wameuliza kwamba kuhusu taasisi, ninawezaje kuendesha taasisi huku ninasoma masomo ya uinjilisti. Kwanza kabisa nashukuru Mungu alinipa watu ambao ni effective teamwork. Ninaweza nikasema kwamba ni teamwork ambayo inajitambua na inatambua thamani ya kusaidia jamii zaidi. Na hii effective teamwork ambayo nilionayo ndio inayonipa mimi nguvu zaidi, hata nisipokuwepo taasisi inaweza ikasonga mbele. Masomo yangu ya uinjilisti niko mwaka wa mwisho na natarajia kuhitimu hii Oktoba, na Mungu akinisaidia pale nitakapokuwa nimeandaliwa kwenda kutumika, nafikiri vipawa na karama vitaonekana kwa wakati huo na katika mazingira husika. Unajua unaposomea utumishi na unapokuwa chini ya mfumo wa Dayosisi ya Kusini, kuna vituo vinapangwa. Kwa hiyo pale unapopangwa ndipo vile vipawa na karama ambavyo Mungu amekuachilia ndipo inabidi ufanye nini? Ukavidhihirishe kule na mpango. Na lengo kuu natamani kusomea diakonia zaidi. Lakini Mungu akinisaidia na natamani pia nisomee bachelor degree ya mission and evangelism, misioni na uinjilisti, lakini pia na diakonia. Hiyo ndio hobi yangu kubwa. Hizo kazi ninaona kwangu mimi ndio saizi yangu. Na ninaona kwamba nikifanya hiyo kazi ya uinjilisti na misioni, kwa nikiwa nafanya na masuala ya nikasomea diakonia, elimu ya diakonia itaweza ikanisaidia pia hata katika kazi zangu za taasisi. Lakini pia kwenye elimu ya diakonia inaweza ikanisaidia kujua namna ya kuweza kuwafikia vijana na kupata maarifa mengine ya ziada katika kumfikia mtoto anaishi katika mazingira magumu.
Na hii ni moja kati ya sehemu ambapo vipo katika taasisi. Kwa hiyo nikaona kwamba nikipata hivi vitu viwili katika huduma ya Mungu, bachelor degree of mission and evangelism hiyo ninahitaji, lakini pia diakonia. Hiyo inakuwa kwa manufaa ya kuitumikia jamii, sio kwa kujinufaisha. Kusema kwa kweli, kwa sasa hivi serikali ya awamu ya 6 sasa hivi tunaendelea tunaingia kwenye kuchagua serikali nyingine, niseme imejitahidi na imefanya kwa sehemu kubwa kudhibiti matumizi ya madawa ya kulevya, na hata katika mipaka pia. Ila mimi ushauri wangu na kiu yangu kubwa, ninajua kwamba jamii inamwangalia kijana wa kiume kama sehemu ya mtu aliyekosa maadili fulani, lakini pia inamwangalia kijana. Tungie hapo nikisema kijana wa kiume ni kijana wa kiume. Sasa inamwangalia kijana au jinsia ya kike na kiume hawana misimamo ile kesi. Kama walivyoweza kutoa ile fikra ya kwamba mtoto wa kike anastahili, walivyoweza kutoa ule mtazamo kwamba mtoto wa kike akiwezeshwa anaweza, basi tuangalie turudi hata katika upande wa jinsia ya kiume, ili tuweze kuleta urari mzuri wa ndoa. Na tukisema urari mzuri wa ndoa, tunamaanisha ya kwamba urari mzuri wa ndoa tunamaanisha kwamba kuwe kuna sauti kati ya yule kijana ambaye ni baba wa familia na mkewe. Maana yake tunaona pale kuna utofauti kidogo. Kwa mimi nashauri sana serikali yetu ya awamu hii ya 6 ambayo pia na hiyo itakayokuja iweze kuangalia kuunda wizara ya wanaume. Wizara ya wanaume ndiyo chachu kubwa ambayo itakayoweza kumsaidia mtoto wa kiume kuweza kuwa vizuri kiuchumi. Sababu mtoto wa kike leo hii tunaweza tukasema kwamba ndoa nyingi za vijana wanapofunga ndoa, wanapoingia kwenye familia, ndani ya wiki 2 migogoro. Mtoto wa kike amekimbia ameenda kwa mama yake. Kwa sababu gani? Anasema mwanaume hawezi kutimiza wajibu wake. Maana mwanaume hana hela, hawezi kuafford kwenda kumpeleka mtoto shule. Unaona hapo kuna masuala ya taraka na vitu vingine. Hivyo vinapelekea hata wimbi la watoto yatima kuongezeka. Kwa vitu hivi vyote itabidi kama serikali ya awamu ya 6 na hiyo serikali itakayokuja waweze kuiangalia kwa kina, ili waweze kuona kwamba umuhimu wa wizara ya wanaume itaweza kusaidia kuleta urari sawa katika masuala ya ndoa. Sababu ukiangalia ndoa ndiyo taasisi mama ya taasisi zingine zote. Katika taasisi zote 5, taasisi ya ndoa ni taasisi ambayo ni mama katika zile taasisi 5 zilizopo. Kwa hiyo kama ikitengenezewa haki kwenye hii taasisi ya masuala ya ndoa, tunaweza tukajenga ustawi.